Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe sifa, Bwana asifiwe. Ni wakati mwingine tena tumekutana katika sehemu ya 3. Mwalimu Joseph Andrea, mwalimu wa wachungaji na wainjilisti. Mwenzangu hapa, kwa majina naitwa Paul Francis, mwanafunzi wa Mwalimu Joseph katika Kristo Yesu. Asante sana. Tunamshukuru Yesu Kristo kuwa pamoja tena leo. Tulikutana sehemu ya kwanza, ilikuwa kama mwaka umeisha hii. Tulikutana sehemu ya kwanza tuliandaa kwamba dini zikoje, zinaendeleaje. Leo tena tunamshukuru Yesu Kristo tumekutana tena kwa ajili ya kubadilishana mawazo na kuangalia kinachofanyika katika Kristo Yesu, je, ni sahihi au si sahihi. Maana baada ya Yesu Kristo kuondoka ulimwenguni, dini nyingi sana ziliibuka kwa ajili ya faida, na mpaka leo zimeendelea kuwepo, mpaka leo zinazidi kuongezeka. Sasa tunakuwa tunaiangalia kila aina ya dini. Yule mtu aliyetoka kule kwenye dini yake aliona nini, alichokiona mpaka kaamua kuondoka, na baada hata kama hajaondoka mpaka kuhubiriwa kuamini ni kipi ambacho waliona kwamba kilikuwa kiko tofauti. Kwa mtu yote anakaribishwa kuuliza maswali, anakaribishwa. Biblia ndio itakayomjibu. Uliza swali lote linalohusiana na Biblia. Nje ya Biblia sijui. Nje ya Biblia sitaweza kujibu, maana naongelea kile kitu kilicho ndani ya Biblia. Kwa hiyo leo tuko sehemu ya 3. Sehemu ya kwanza ilikuwa muungano ule wa makanisa baada ya ule papa kwenda kule Uturuki, kwenda kule Lebanoni, aliogopa kwenda Israeli. Haya, sehemu ya pili ilikuwa kwa nini walikuwa wanamuombaga Bikira Maria, na nafasi gani katika Biblia? Tumeona hakuna. Swali la 3 labda tumsikilize ni swali lipi ili tuweze sasa kulifanyia kazi kwenye Biblia. Swali langu la 3 hapa nilikuwa na swali linahusiana na pombe. Maana sasa hivi Wakristo tunakunywa sana pombe. Sasa kwa Wakatoliki huwa tunasema hatuna unafiki, lakini mwisho wa siku zile pombe zinatufanya tunakuwa watu wa ajabu. Sasa kuna uhusiano gani katika Biblia na pombe? Yaani nataka tujue pombe imeruhusiwa kivipi kwenye Biblia. Asante. Lazima tuanzie kwa Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hilo swali lako kwamba pombe imeruhusiwa kibiblia watu kunywa, maana umeona watu wengi sana hususan Wakatoliki wanakunywa pombe sana. Nadhani hata Katoliki hata wa mapadri wanazibariki. Na ukienda kwao unakuta zimu hadi kwenye mafriji zimejaa, wanakunywa kabisa, wanajiachia. Je, zimeruhusiwa? Sasa tumwangalie Yesu Kristo katika Mathayo 24 alipozungumzia siku za mwisho utatokea nini. Tuangalie katika hiyo Mathayo 24, tuanzie Mathayo 24:30 na 37. Mathayo 24:37 inasema, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo kutakuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Yaani kulitimia siku ya Nuhu, gharika lilikuja bila watu kujua, si ndio? 38, kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile iliyoingia Nuhu katika safina. Hadi siku ile Nuhu anaingia kwenye safina, hakuna mtu aliyejua kwamba ndio mwisho leo. Umeona? 39, wasitambue hata gharika ikaja akawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Ndivyo kutakavyokuja kuwa mwana wa Adamu, Yesu Kristo atakavyokuja. Kwa watu watakuwa wakioa, wakiolewa, wakinywa, wakicheza disco, wasijue wakienda kusali na kuabudu, wasijue kwamba Yesu anakuja. 40, wakati ule watu wawili watakuweko kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Yaani yule aliyeokoka tu ndo anayenyakuliwa, yule ambaye hajaokoka tabaki hapa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wakisaga, kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Sisi hatujui Yesu atakavyokuja, lakini dalili ametuambia. Lakini hatujui kwamba ni leo ni kesho, lakini dalili zote alishasema kwamba kutakuwa vita. Ngoja hii ngapi tutaiangalia hapo nyuma, tutairudia nyuma juu. 43, lakini mfahamu neno hili, kama mwenye nyumba angelijua ile zamu mwivi atakavyokuja, angelikesha wala aliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msioidhani mwana wa Adamu yuaja.
43. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye bwana wake atamweka juu ya nyumba yake awape watu wake chakula kwa wakati wake? Tutaangalia hiyo mtumwa. Kama huyu mtumwa atakuwa Mkatoliki au kanisa lingine lolote, basi hilo kanisa litakuwa heri. 46. Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Amini amini atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule mbaya akisema moyoni mwake, bwana wangu amekawia, akaanza kuwapiga wajoli wake na kula na kunywa pamoja na walevi. Na kunywa na kula pamoja na walevi. Bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyoidhani na saa asiyoijua. Atamkata vipande viwili na kumweka fungu lake pamoja na wanafiki. Ndiko kutakuweko kilio na kusaga meno. Kwa hiyo wale watakaoenda motoni ni walevi wanywa pombe. Yesu alikikataa hiki kitu. Kwa hakiruhusiwi. Yesu mwenyewe amesema mnafiki ataenda kunywa bia, ataenda kulewa. Na kuna kabila zingine asili yao ni pombe. Sasa haifai. Haifai. Hatuwezi kufanya vitu vya asili. Tumeuvua ule utu wetu wa kale, ule uasili wetu. Tumevaa utu upya katika Kristo Yesu ulioumbwa kwa namna ya Mungu. Tumebadilishwa. Haya, tuangalie, tulisema tutarudi juu kuangalia hapa kwenye 7 hii Mathayo kwamba siku za mwisho hizi dalili. Alisema hivi. Hii hapa nakwambia. Hata alipokuwa hii katika Mathayo 24:3. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzaituni, wanafunzi wake walimwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Yaani dalili ya kuja kwa Yesu Kristo. Hii ndio injili hubiriwa ulimwenguni kote. Hii ndio injili hubiriwa kwa mataifa yote na watu wote. Haya matabaka ya dini yote yafe, hubiri habari za Yesu Kristo kuokoka kwa watu wapate uzima milele. Ni nini dalili ya kuja kwako? Yesu anaulizwa dalili za kuja kwake na ya mwisho wa dunia. 4. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Ndio maana unaona leo makanisa mengi yameongezeka yanadanganya watu. Wanakuja, kuna makanisa mengine yanakwambia njoo kwenye kanisa langu, wewe rudi kwenye kanisa lako, mimi sikukatazi kuja kurudi kwenye kanisa lako. Yaani wanahubiria makanisa yote. Sasa wewe lengo lako ni nini? Lengo la kufungua kanisa ni watu waokoke, au wewe lengo la kupiga hela tu watu waje warudi kwenye mambo yao? Nadhani lengo la Kristo ni kuokoa watu, sio mtu aje hapa arudi kwenye imani yake. Mimi nilikuwa ni mganga wa kienyeji, nasumbuliwa na kitu fulani, au mimi ni mchawi, au mimi ni mzinzi, au mimi ni mlevi. Nimekuja kwenye kanisa lako, umenisaidia kile kitu, halafu narudi kufanya maisha yangu yale niliokuwa nafanya. Kuna haja gani sasa kumhubiri Kristo? Hapo utakuwa hujasaidia chochote. Hujasaidia chochote, unaongeza tatizo. Tatizo juu ya tatizo, kwa sababu siwezi kukutoa pale nikakuleta hapa nikakwambia endelea na maisha yako pale pale urudi. Maana ni sawa sawa na unataka kuponywa alafu ukaponywa alafu ukarudishwa kwenye matatizo. Kwenye matatizo tena. Maana unakuwa utolewa kwenye matatizo. Utolewa kwenye matatizo upelekwe sehemu safi. Kama daktari anapokuambia umeugua malaria, kafunge neti. Ulale kwenye neti. Hakwambii nenda tu ushapona wewe kajiachia kugusi mbu. Ni lazima uende kalale ndani ya neti. Kwa hiyo hao watu wanaongeza tatizo kwa sababu dhambi zinaongezeka kupitia wao. Kwa sababu wanaenda kutatuliwa matatizo na zile nguvu za giza, wanaamini ule Mungu amewasaidia, afu wanaendelea kuishi kwenye dhambi. Kwa hiyo shetani anazidi kufurahi kwa sababu dhambi inazidi kuongezeka. Tuendelee. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutokea, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa lingine, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali na mahali. Haya yote ndiyo mwanzo wa utungu. Sasa kama hivi vyote vimetabiriwa, alafu kuna viongozi fulani wa dini wanakuambia vita vikome, wakati wao wenyewe kwenye nchi zao kuna vita na wanasupport vita na wanauza silaha. Hivi watu hawajashtuka kwamba ni mawakili wa shetani wanatumika? Nadhani bado watu hawajashtuka juu hilo. Watu hawajashtuka. Na ingelikuwa wameshtuka wasingekubaliana na wao. Sisi tungehubiri habari za amani katika Yesu Kristo. Maana katika Yesu Kristo huu nishaitamka mara nyingi. Huu hutukani, usengenyi.
Yesu Kristo, mtu asipomwamini Yesu Kristo halazimishwi kwamba wewe kuwa Mkristo, anaachwa na imani yake. Tuachane na hayo, tuendelee. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua ninyi, mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Leo naomba ninukuu baadhi ya mataifa ili andiko. Ukienda Lebanon, alipokuwa ameenda huyo kiongozi wa Katoliki, ukienda Uturuki, ukienda Syria, ukienda Somalia, uende Korea Kaskazini, uende Japani, uende Marekani, uende Italy, uende Uingereza, uende China, ushike hii Biblia tuseme haya tunayosema, wewe utakufa. Yaani unaweza kufa hapo hapo. Hiyo sio hatari? Hatari. Yaani kumwambia mtu aache dhambi. Yaani sawa leo ukija kuangalia rais wa Afrika Kusini na marais wengine na papa mwenyewe wanafanya sherehe kwenye ile sehemu yao ya kuabudu na mashoga. Wanaenda kule Vatican mashoga, wanasherekea mle ndani ya Vatican. Mapadri, masista waliokuwa mashoga wanajionyesha kwamba nafurahi sasa mimi nimekuwa huru. Wanasema watafanya kila mwaka wanakuwa wanafanya sherehe mle mashoga. Halafu huyo mtu anasema na amani. Analeta amani duniani. Na amani gani wakati na Biblia inasema walawiti na faraja watu ulisi uzima milele. Halafu yeye wale watu tena anawachukua na kwambia nyewe wote ni watoto wa Mungu. Tuko pamoja na wanajionyesha waziwazi. Leo marais wa Afrika Kusini wanasupport ushoga na nchi yao inaruhusiwa ushoga manchi mingi. Wanaenda kule kwenye mataifa wanapokelewa, wanaonekana wako vizuri. Halafu sisi nchi ambazo zinakataa ushoga zinatengwa. Sasa hapo kizuri ni kipi, kibaya ni kipi? Kizuri ni kuishi katika Kristo Yesu. Anayekataa vitu vibaya, na ndio maana Mkristo yuko hatarini kuliko watu wote. Sio Mkristo wa dini. Mkristo wa dini hayuko hatarini kwa sababu yeye ni mapokeo. Hata kesho wanaweza kubadilisha kile walichokiandika kwamba hiki tukibadilisha kinatuletea shida, kifuteni. Lakini Biblia huwezi kuifuta. Ukifuta Biblia, watu wameshaandika kwenye moyo, kuendelea kufundishana. Tuendelee. Ngoja jibu lingine kuhusu pombe. Tunakuja katika Waefeso 5:17. Waefeso 5:17. Inasema, kwa sababu hiyo msiwe wajinga. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga. Au tuanzie 16. Tuanzie 15, Wakolosai 5:15. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zama hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tena msilewe kwa mvinyo. Tena msilewe kwa mvinyo. Kwa Biblia imetuambia tusilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Kwa sisi tunajazwa Roho Mtakatifu. Tunalewa kwa Roho Mtakatifu, hatulewi kwa pombe. Hatulewi kwa mvinyo. Kwa Biblia imekataa. Tuangalie andiko lingine. Katika Wakorintho wa kwanza 5:12. Anasema, maana 11. Wakorintho wa kwanza 5:11. Lakini mambo yalivyo niliwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu. Mtu anayeitwa Mkristo, aliyemwamini Yesu Kristo, anayelitaja jina la Yesu. Anayelitaja jina la Yesu. Akiwa ni mzinzi au mwenye kutamani au mwenye kuabudu sanamu au mtokanaji au mlevi au mnyang'anyi, mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Maana yahusu nini kuwahukumu wale walio nje? Ninyi hamwahukumu hao walio ndani? Lakini hao walio nje Mungu atawahukumia, atawahukumu. Ninyi muondoeni ule mbaya miongoni mwenu. Kwa katika Wakristo natakuwa mfundishe yule anayeelewa aache ulevi. Katika Ukristo mfundishe yule anayezini aache uzinzi. Kwa hiyo ni dhambi. Ukija katika Wakorintho wa kwanza hiyo 6:9 inasema inasema nimekunywa vitu vya baridi, maziwa kila siku nakunywa, ananiletea shida. Mara kazi yetu ni ya vumbi, unajua? Wakorintho wa kwanza 6:9 inasema, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu?
msidanganyike. Waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi. Hawataurithi uzima wa milele. Na Papa miezi mitatu iliyopita nyuma walifanya sherehe, walifanya ibada na masho. Sasa yeye katika ufalme wa Mungu nafasi yake iko wapi? Na Wakatoliki wote hana nafasi yote. Vitu ambavyo Biblia inasema ni dhambi wao wanavihalalisha. Yaani shetani kazi yake ilivyo. Vitu Biblia inavyosema ni dhambi wao wanavihalalisha na wanavifanya. Ili kwa hiyo njia nyepesi sana kuwapata binadamu. Na hapa kuna kazi mbili kubwa. Shetani na Yesu wanafanya kazi ya kugombania watu. Yesu anataka watu waokoke waache dhambi. Shetani anawaambia wote ni watoto wa Mungu, wote njoni. Sasa pale kuna watu wawili. Na wanatumia jina la Yesu hao wote. Ila Yesu yeye utamuona kwenye maadili. Utamuona kwenye maadili amenyoka. Tuangalie andiko lingine. Kwa Yesu mwenyewe kwenye Ufunuo 22 12 inasema hapa nakwambia, Ufunuo 22:10 akanambia, usiatie muhuri maneno ya unabii huu wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Mwenye kudhulumu nazidi kudhulumu, na mwenye uchafu nazidi kuwa mchafu, na mwenye haki nazidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Tazama naja upesi, na ujira wangu huu pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yeye ndio wa kwanza na ndio wa mwisho. Yesu Kristo, hakuna mwingine. Wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri ya kuingia huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Huko nje wako mbwa, wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabudu sanamu na kila mtu apendaye uongo na kufanya mimi Yesu. Kwa hiyo hawa wote waabudu sanamu nini? Nadhani hata kwenye sanamu mengi tu tumeona sanamu. Kwa hiyo nadhani nishajibiwa. Midoli, sanamu sio imani. Hasa unatofautiana wale wakina Miriam na Haruna aliyewaachia wale wana wa Israeli watengenezewe masanamu wadai wayaabudu. Hamna tofauti. Kuna tofauti gani? Hakuna tofauti wowote. Sasa katika Kristo sisi hatuna nembo yoyote, hatuna nembo yoyote. Hata msalaba tu ni dhambi. Maana si umetupeleka kwa fundi? Yesu alikuwa ni fundi landa. Unajua kazi ya Yesu alikuwa na nani na Yusufu? Alikuwa ni fundi furniture. Kama ni fundi furniture alishindwa kutengeneza hata msalaba wake na vitu vyake. Alikuwa na uwezo. Hata kawatengenezea basi akawapelekea kwenye ile sinagogi la Wayahudi kule kwamba hii nembo kuwasaidia hapa kwenye meza viti nini. Hakuna kitu kama hicho. Yaani tunaona tu hivi vitu vimezuka baada ya Yesu kufa tu ndio vianza kuzuka. Hata ukitafuta kwenye Biblia uvioni. Kwa uliza watu wanakuwa wakorofi. Tuangalie andiko la mwisho kwenye Galatia 5:18. Ili Galatia 5 nadhani tulisoma hata kwenye ile katekisimu ukurasa wa 400. Ili tulisoma pale. Katekisimu inasema hivi vyote ni dhambi, lakini havifanyi hata kimoja. Tuangalie katika Galatia 5:18 inasema, lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Nawaambia watu wafanyao mambo hayo hawataurithi uzima wa milele. Tuangalie andiko lingine haraka hapa kwenye Petro. Unajua wanasemaga ndio papa wa kwanza Katoliki, kwenye historia ya Katoliki wanasema Petro ndo nani? Papa wa kwanza. Wakati huo Roman Empire ndio ilimuua nani? Petro. Sasa alikuwaje papa wakati empire wakati kipindi hicho kanisa la Rumi halijaanzishwa, alikuwaje papa? Hilo ndio jambo la kustajabisha. Na walimuua wakamchana katikati na wakamzika pale Rumi, wakasema Petro yu hapa. Yaani Petro amezikwa hapa.
Sasa imekuwaje baada ya kumuua Petro ule mwaka wa 68, mwaka wa 70 ndio akamuua Paulo? Yaani wao ndio walikuwa namba moja kuwaua wanafunzi wa Yesu Kristo. Leo hii wanataka kuwahubiri. Namba 2 kusema kwamba ni mapapa. Namba 2 aliyokuwa na wao wanafunzi wa Yesu Kristo walikuwa ni Wayahudi, walikuwa ndio namba 2 kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Na aliyeua watu wengi zaidi alikuwa ni Katoliki. Waliua watu wengi sana waliotoka Kikatoliki kwamba mafundisho yao sio sahihi. Ndo dini ya kwanza kuua watu wengi. Baadaye ndo dini ya pili kuja kuua watu wengi. Dini ya kwanza kuua watu wengi ilikuwa dini ya Kikatoliki. Dini ya pili iliyoua watu wanafunzi wengine wa Yesu ilikuwa ni dini ya Kiyahudi. Ilikuwa dini ya Kiyahudi. Dini ya Musa. Dini ya tatu iliyokuja kuua watu wengi nao kimbizana na Katoliki ni dini ya Kiislamu wanaopigania jihadi. Kwamba wao wanapigania kwa ajili ya Allah, vitu vyote ambavyo havifai kumuua mwanadamu kwa ajili ya Mungu. Wewe umeumbwa na Mungu, acha kuwe mwenyewe. Yeye ndo anajua wewe mwisho wako uko wapi. Mwanadamu hajui. Wanataka kukuhukumu. Wanakuhukumu wao Kabla ya wakati. Hiyo vitu havifai, kwenye dini havifai. Huwezi kumuua mtu kwa ajili ya mtu. Hasa unayemsema mwenyewe ni Mungu muumbaji. Hasa huyo Mungu hana nguvu ya kumuua yeye mwenyewe huyo mtu aliyemuumba, uje muue wewe mwanadamu mwenzako. Ngumu sana. Aliyekuumba hana uwezo wa kukuua. Anakutumia wewe kwenda kumuua mwenzako. Mimi naamini 100%. Naamini si yeye anafanya hivyo. Naamini kabisa 100% muumbaji hawezi kumuua mwanadamu. Na akitaka kumuua mwanadamu hata kama unaongea hapo na dondoka anamuua yani sekunde moja tu. Kwa sababu pumzi yule nayo yeye ni ya kwake. Akitaka kuichukua anaichukua. Tumwangalie yule papa wa kwanza. Je, na yeye aliruhusu pombe? Petro wa kwanza 4:1 inasema, basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi nanyi jivikeni silaha ni ya ile ile, kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Kwa hiyo Wakatoliki natakuwa wajifunze kwa nani? Kwa Kristo. Kwa Kristo. Wanafanya hivyo? Hapana. Haya. Tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu, wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Maana wakati wa maisha uliopita yatosha kwa kuyatenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na kalamu za ulafi, hivi ubarikiwa na vitu vingine, na vileo na ibada ya sanamu. Haya masanamu tunayavaa, tunasimamisha kuyasujudu, isiyo halali. Mbona huyu papa vyote amevikataa? Hebu turudie hii Petro wa kwanza 4:3, tuanzie 3. Maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kuyatenda mapenzi ya mataifa, yani vitu visivyokuwa na faida. Kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi, pombe imekataliwa, na kalamu za ulafi, masherehe yamekataliwa, na ndio yanafanyika kama mwezi wa 12 yanafanyika. Kila siku. Na vileo na ibada ya sanamu sio halali. Mbona vyote vimekataliwa na ndio vinavyofanyika kanisa Katoliki? Ndio pale tumesema, kwa nini hizi dini kitu kilichosemwa ni dhambi wao ndio wanakipigia upaumbele kukifanya? Kwa nadhani hapo umepata majibu tosha kabisa. Majibu nimeyapata kabisa. Sema sauti iko chini. Na majibu nimepata. Nimepata majibu kwa kweli hayana pingamizi kwa sababu yote yametoka katika Biblia. Na kuanzia mpaka sehemu ya 3 tunafunga. Kuanzia sehemu ya kwanza unaijua uliulizwa swali gani, sehemu ya pili uliulizwa swali gani, na sehemu ya 3? Swali la kwanza nakumbuka niliuliza kuhusu mahusiano kati ya papa kwenda kufanya ibada huko Lebanon kwa ambao kuna idadi kubwa ya Waislamu. Sawa. Swali la pili ulijibiwa vizuri? Nilijibiwa vizuri kwa kweli. Ninashukuru. Swali la pili pia ni la kusali sala ya Saa Maria. Nikajua kwamba anayepaswa kutuombea tu ni mtu mmoja ambao ni Kristo Yesu. Asante. Na sasa hivi hapa nimeuliza swali la mwisho ambalo linahusiana na pombe. Kwa sababu kumetokea wimbi kubwa sasa hivi kila mahali pombe. Yaani pombe imekuwa kama watu wanaiabudu sasa pombe. Ongeza sauti kidogo. Watu wanaiabudu pombe kutokana na kwamba hakuna sherehe inayofanyika bila pombe. Mtu akiwa kwake ana pombe. Popote pale watu wanatumia pombe, vileo tofauti. Lakini sana tumeongelea kuhusu pombe. Kwa hiyo hapo nimepata majibu mazuri kwamba watu wanaotumia pombe na baadhi ya vitu kama vile ufisadi na nini
uchawi nini, hawataurithi ufalme wa mbingu. Sanamu pia umesahau. Na swala la sanamu pia, pale makanisani tunavyotumia sanamu tofauti tofauti, sanamu la Bikira Maria, la huyo mnasema ni Yesu, napo pia tunaona kabisa kwamba pale hakuna Yesu, wale sio Yesu, wala sio Maria. Yesu yupo ndani yetu. Yeah. Asante sana, nakushukuru kwa kufafanua na uelewa wako. Yesu akulinde, Yesu akutunze. Uendelee kujifunza chini ya mwamvuli Yesu Kristo. Na watumishi wake wote wanaohubiri habari za Yesu Kristo, ukikutana nao wadadisi, waulize, wakosoe, muweze kuelimishana na kuonyana katika Kristo Yesu, ili uzidi kusimama imara. Maana usipojifunza habari za Yesu Kristo, usiposoma Biblia, huwezi kuelewa. Kwa hiyo unapozidi kusoma na unapozidi kupata uelewa zaidi. Kama ulivyouliza maswali yako ukajibiwa, na nadhani utaenda kuyafanyia kazi pia. Na ufundishe vijana wenzako, uwe balozi katika Yesu Kristo. Uwe balozi. Maana ukiwa balozi, ukishaokoka katika Yesu Kristo, una mamlaka ya kumbatiza mtu, na wewe pia una mamlaka ya kumhubiria mtu pia, maana tayari na wewe umekuwa sehemu ya wokovu. Umekuwa sehemu ya waaminio katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo nakushukuru sana ndugu yangu kwa moyo wako mzuri. Tunakutana hata kwenye tunapopata kazi, kweli tunashirikiana, tunaitana, tunafanya kazi, tunapata pesa za kuwalisha familia zetu na sisi wenyewe na mahitaji na wale wanaotuzunguka. Ni jambo zuri katika Kristo Yesu. Tuendelee kupeana kazi, tuendelee kushirikiana, tuendelee kuombeana katika jina la Yesu. Lakini na wewe usiache kuwaombea wahitaji, usiache kuwasaidia wahitaji. Sadaka yako unawapa wahitaji, na sidhani kama unaitimiza. Naitimiza. Basi uitimize kila siku itwapo leo. Unapopata kidogo, gawana na wenzako wasiojiweza. Utapata baraka nyingi zaidi, na Yesu atakubariki. Na atakutoa kesho, utakuta mtu mwingine. Kesho utamiliki gari. Amina. Wanasema huyu jamaa mbona sio mchungaji, achukui sadaka lakini yuko na gari. Kwa juhudi zako katika kufanya kazi na kusaidia wahitaji, na unakuwa na juhudi katika kazi na kuwa mwaminifu katika kazi unazopewa, utajitengenezea akiba nzuri sana katika Yesu Kristo. Amina. Basi ni mwalimu wenu Joseph Andrea, mwalimu wa wachungaji na wainjilisti. Tuendelee kuwa pamoja, tuendelee kujifunza pamoja. Acha Biblia Iseme TV, fuatilia mafundisho yangu, uliza swali lolote utajibiwa, uliza chochote kinachokuhusu wewe, kinachokusibu katika Yesu Kristo kitatatuliwa. Chochote kinachohusu dini, Biblia itajibu. Tuendelee kujifunza pamoja, tuendelee kushikana mkono katika kujifunza. Usiache kuwasaidia wahitaji, usiache kuwasaidia unaowazidi uwezo, usiache kuwasaidia hata kimafundisho, kuwaonya watu wanapofanya makosa. Hiyo ndio kazi ya mtu mwema, mtu msafi, mtu mtakatifu. Nawapenda sana katika Kristo Yesu. Asante, tumefika mwisho wa sehemu yetu ya 3 ya maswali ya ndugu yangu Paulo. Mimi mwalimu Joseph Andrea. Asanteni.